mstari wa 9, taanza mstari wa 9 ndasoma. Anasema kwamba naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lao kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mstari wa 9 na mstari wa 10 anaelezea taarifa za Yabesi. Tukiangalia kuanzia mstari wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza tunaona ni wana wa Yuda, huu ni uzao wa Yuda, na hata tunavyosoma Yabesi naye ni mmoja ya huo uzao wa Yuda. Kwa nini wamemwelezea Yabesi? Kwanza basi tunaona sifa ya Yabesi ya kwanza, alikuwa ni mtu mwenye heshima kuliko ndugu zake. Ndio maana tunaona leo Biblia imemchambua na kumtolea mfano ili mimi na wewe tuweze kujifunza. Na hata kwenye kizazi tulichonacho sasa hivi, wako watu ambao ni role model wa Yabesi. Kuna watu wamezaliwa kwenye hali ngumu, wamezaliwa kwenye hali ya mateso. Tunaona wengine wameitwa mateso kwa sababu ya kipindi na nyakati ambacho mama yake alimzaa yule mtoto. Wengine wameitwa shida kwa sababu ya kipindi na nyakati ambazo yule mama alimzaa yule mtoto ambaye tunamsikia sasa anaitwa shida. Bwana sasa tunaona hapo kwanza mstari wa 9 mpaka 10 Yabesi anaelezewa. Kwanza mama yake anasema kwamba alimzaa katika hali ya huzuni, akaitwa Yabesi. Lakini ile hali ya yeye kuzaliwa kwenye huzuni, tunaona Yabesi hakutulia pale, hakulala pale. Kilichofanyika nini? Yabesi, Biblia inasema kwamba Yabesi akamlingana Bwana. Sikiliza maombi aliyoomba Yabesi. Aliomba maombi 4, nayo maombi yale Mungu alimjibu kwa ukubwa sana. Bwana asifiwe. Kitu cha kwanza alichoomba, naomba nisome mstari wa 9. Naye Yabesi alikuwa ni mwenye heshima, sifa ya kwanza, kuliko ndugu zake. Sifa ya pili, Yabesi alizaliwa katika hali ya nini? Katika hali ya huzuni. Biblia inasema kwamba mama yake alimuita Yabesi akisema ni kwa sababu. Kumbe kuna jina unapewa kwa sababu. Kuna status mtu anapewa, au kuna status mtu anakuwa nayo kwa sababu. Kumbe ziko sababu ambazo zinampelekea mtu awe hivyo alivyo. Ziko sababu ambazo zimekupelekea wewe umekuwa hivyo ulivyo. Ziko sababu. Hakuna kitu kinatokea pasipo sababu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona huyo Yabesi kwenye mstari wa 10 anasema huyo Yabesi akamlingana Bwana baada ya kugundua, baada ya kupata taarifa, baada ya kuelewa kwamba mimi chimbuko langu ni hili, mimi nilizaliwa hivi. Ile haikumpa sababu ya yeye kuendelea kubaki pale, haikumpa sababu ya yeye kuendelea kulala pale, haikumpa sababu ya yeye kuendelea kuwa mjinga. Hosea anasema kwamba watu wangu wanaanza kukosa maarifa. Kumbe Yabesi alipopata maarifa kwamba mimi hata hili jina nilopewa, kumbe sikupaswa kuitwa hili jina. Mimi hapa nilipo sikupaswa kuwa hapa nilipo. Ili alichokifanya Yabesi nini? Biblia inaniambia kwamba hivi akamlingana Bwana, akatafuta mawasiliano yake na Mungu, akatafuta kumjua Mungu, akatafuta maarifa kwamba hiki kitu ninachokipitia ni kwa nini. Tunaona Biblia inasema kwamba ni mstari wa 10, huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lao kwamba ungenibarikia kweli kweli. Kumbe kitu cha kwanza aliuliza kwa habari ya baraka. Aliomba baraka. Mimi nimezaliwa kwenye hali ya huzuni. Kwa huzuni, kitu kinacholeta huzuni kwa mtu ni kupata utoshelevu. Hakuwa na utoshelevu wa amani, yamkini mali, vyakula na vitu vyote ambavyo wewe vinakupa amani na kujihisi umetosheka, umetoshelezwa. Mwenzako hakuwa navyo hivyo. Kitu cha kwanza Mungu akaomba kubarikiwa, akaomba Mungu ambariki. Kitu cha pili ambacho Yabesi alikiomba mbele za Mungu, alisema kwamba na kuzidishia hozi yangu. Yaani aliomba kuzidishwa hozi yangu. Aliomba kuzidishwa, aliomba kupanuliwa mipaka, aliomba kuongezeka. Na kitu cha tatu alichokiomba huyu Yabesi, Biblia inasema na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu.
Kitu cha kingine alichokiomba Yabesi ni aliomba ulinzi, aliomba mkono wa Mungu juu ya maisha yake. Haijalishi amezaliwa kwenye hali ya huzuni, haijalishi amezaliwa kwenye hali ya shida, haijalishi amezaliwa kwenye hali